بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la masala ya ndoa, na leo tupo kurasa nambari 9 tukiingia katika kuzisoma sura ambazo anaozesha katika sura hizo hakim. Anasema shekhe, as-suwaru allati, sura ambazo yuzawiju fiha al-hakim, yuzawiju ataozesha fiha, katika sura kama hizo, al-hakim, hakim. Tamam. Anasema shekhe, yuzawiju al-hakim, ataozesha hakim, wa huwa as-sultanu, naye ni kiongozi wa dola ya Kiislamu, au naibuhu, au naibu wake. Naibu wake tulitangulia kumsema kule nyuma kwamba si lazima awe ni waziri, anaweza akawa ni kadhi au mtu yoyote ambaye ana elimu ya kusimamia mikataba ya ndoa, na hakim akamchagua mtu huyo. Tamam. Ndio akasema wa huwa sultanu, naye ni kiongozi wa dola ya Kiislamu, au naibu, au naibu wake, min wazirin, naibu wake ambaye ni waziri. Tamam. Min ya bayania hiyo. Au naibuhu, au naibu wa hakim, min wazirin, naibu ambaye ni waziri, au qadhin, au naibu ambaye ni qadhin, au mutawalli uquda al-ankihati, au mtu yoyote mwenye elimu ya kusimamia mikataba ya ndoa. Fi 20 suratan, katika sura 20. Kwa maana yuzawiju al-hakim wa huwa as-sultan au naibuhu min wazirin au qadhin au mutawalli uqud al-ankihati fi 20 suratan, katika sura 20. Nadhamaha, amezitungia nadhmu, nadhamaha amezitungia nadhmu al-imamu, imam al-allama al-sheikh Abdurrahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad as-Suyuti, kwa maana al-imam as-Suyuti. Thumma sharahaha, kisha akazisherehesha hizo sura 20 sharhan, kwa sherehe, mufidan, yenye kufidisha, kwa maana yenye kumbainishia na kumwekea wazi yule mwenye kutaka nini kufahamu. Faqala, basi akasema al-Imamu Suyuti, 20 sura 20, zawaja hakimun, anaozesha hakim. Akaanza kuitaja sura ya kwanza, akasema adamul wali, adamul wali. Sura ya kwanza ni kuto kuwepo wali. Tamam. Wal faqdu, na sura ya pili ni kukosekana wali. Kuna kuto kuwepo wali na kukosekana wali, tutakuja kuona katika sharhi. Tamam. Wal ihramu, na kuhirimia kwa wali, wal adhlu, na kujizuia kwa wali, as-safar, na kusafiri. Tamam. Kwa sura ya kwanza ni kuto kuwepo wali, sura ya pili ni kukosekana wali, sura ya tatu ni kuhirimia wali, sura ya 4 ni kujizuia wali, sura ya 5 ni kusafiri. Akaendelea kutaja sura ya 6, habsun, kuwekwa kizuizini wali, hiyo ni ya 6. Tawarin, kujificha, hiyo ni ya 7. Izzatun, kutia ugumu, hiyo ni ya 8. Wa nikahuhu, tamam, na kutaka kumuoa yule anayemsimamia, kwa maana wali, kutaka kumuoa yule ambaye yeye ndiye wali kwake yeye. Sawa sawa. Inakuwaje wali akawa anataka kumuoa yule ambaye yeye ni wali kwake yeye? Tutakuja kuona ndani. Tamam. Kwa hiyo nikahu, na kule wali kutaka kumuoa yule ambaye ni wali kwake yeye. Sura ngapi? 6, 7, 8, 9. Au tiflu, sura ya 10, au tiflu, au wali kutaka kumuozesha yule ambaye yeye kwake yeye ni wali, kwa mtoto wake. Tamam. Au hafidun, au kwa mjukuu wake, idh ma qahar, atakapokuwa huyo wali ni mwenye uwezo wa kumuozesha binti huyo pasi na idhini yake. Idh ma qahar, idh ma, pindi atakapokuwa huyo wali qahar ni mwenye uwezo wa kumuozesha
huyo binti pasi na idhini yake. Wali mwenye uwezo wa kumwozesha binti pasi na idhini yake ni baba au babu. Tamam. Kwa atakapokuwa na sifa kama hiyo, basi wali kwake yeye utaondoka, utaenda kwa hakim. Tamam. Akaendelea kusema wafatatu mahjurin, na binti wa mtu aliyezuiliwa matumizi. Wafatatu mahjurin, na binti wa mtu aliyezuiliwa matumizi. Mtu aliyezuiliwa matumizi kwa maana yule mtu ambaye haruhusiwi kutumia chochote katika mali yake, aidha ni mtoto mdogo au mwenda wazimu au ni mtu ambaye asafihu, yule almubadhiru limalihi, mwenye kuzitumia vibaya mali zake. Binti huyu pia ataozeshwa na hakim. Tamam. Wa manjunnati, na binti ambaye ni mwenda wazimu. Wa manjunnati, na binti ambaye ni mwenda wazimu. Wala abun wajaddun, na wala hana baba wala babu. Lihtiyajin qad dhahar, kwa ule uhitaji uliodhihiri kwake yeye, kwa maana kwa huyo binti. Lihtiyajin qad dhahar, kwa ule uhitaji uliodhihiri kwa huyo binti. Basi binti kama huyo ataozeshwa na hakim. Binti gani? Binti ambaye ni mwenda wazimu, lakini anaonesha kwamba anahitajia nini? Anahitajia ndoa. Sawa. Lakini pia anaweza asionesha hilo, anaweza asiozesha hilo, kisha dokta wake yule ambaye anamwangalia au tabibu wake akasema huyu kwa inavyoonekana inabidi apate ndoa. Basi binti huyo ambaye ni mwenda wazimu na hana baba wala babu ataozeshwa na hakim. Tamam. Wa amatu rashidati, na kijakazi wa nana. Nana ni as-sayyidatu. As-sayyidu ni bwana mwanaume, as-sayyidatu ni nana. Tamam. Sasa ar-rashida kwa maana nana, kwa maana yule mwanamama ambaye ana nafasi. Sasa sawa, kama alivyokuwa na Khadija, ana nafasi katika jamii, ana uwezo wa kifedha na nini, lakini pia anamiliki watumwa au vijakazi. Sawa sawa. Ndio anaitwa ar-rashida. Lakini ar-rashida ni upi sasa? Nana ambaye ni ar-rashida ni upi? Ni ule nana ambaye ni baligh na mwenye akili. Sawa sawa. Kwa hiyo wa amatu rashidati, na kijakazi anayemilikiwa na nana ambaye ni baligh na mwenye akili. Sawa. La waliya la, kisha huyo nana akawa hana wali, kwa maana yule mwanamama ambaye anamiliki yule kijakazi akawa hana wali, basi kijakazi huyo akitaka kuolewa ataozeshwa na hakim. Tamam. Kwa sababu gani? Wali wa yule kijakazi kisheria ni yule wali wa yule nana. Sawa. Sasa ikiwa yule nana hana wali, sawa, hana wali wa kumuozesha, basi wale vijakazi wake wanaomiliki inahesabika kwa pia nini? Pia nao hawana wali. Tamam. Sasa wali wao atakuwa ni nani? Atakuwa ni hakim. Sawa sawa. Kwa kijakazi ule wa nana ambaye ni ar-rashid, sawa, atakapotaka kuolewa basi ndoa yake ataisimamia hakim kama wali. Tamam. Hakadha. Ikiwa katika sura gani? Ikiwa katika sura ya kwamba yule nana hana wali. Tamam. Hakadha. Wa baitul mali ma mawqufatin idh la dharar. Sasa wa baitul mali akikusudia na kijakazi wa baitul mali, kijakazi ambaye amewekwa katika baitul mali, kwa maana kijakazi ambaye anamilikiwa na baitul mali. Sawa. Huyo naye ataozeshwa na hakim. Ma mawqufatin idh la dharar, ma mawqufatin, pamoja na kijakazi aliyewekwa wakfu. Kijakazi aliyewekwa wakfu, kwa maana kuna mtu alikuwa anamiliki kijakazi. Kijakazi ni mtumwa wa kike. Tamam. Sasa akamweka wakfu kwa familia yake au kwa maskini, kwa maana huyo kijakazi hawasaidia au maskini au familia yake. Sasa huyu kijakazi kama huyo ataozeshwa na nani? Na hakim. Idh, pale ambapo la dharal, kutakuwa hakuna madhara. Ma muslimatin uliqat au dubirat. Ma muslimatin, akiwa na maana pamoja na vijakazi wa Kiislamu
uliqat, walioekewa taaliki, kwa maana waliotundikiwa katika nini? Kule kuachwa kwa uhuru. Kutundikiwa katika kuachwa huru ni vipi? Kwa maana ni ule kijakazi wa Kiislamu ambaye anamilikiwa na mtu ambaye si Muislamu, sawa, kisha akamtundikia sifa maalum, kwa maana ukifanya kitu fulani basi wewe uko huru, basi wewe nini, uko huru, sawa. Sasa ikitokea akafanya kitu hicho au akawajafanya, basi nini, hakim anaruhusiwa kumuozesha kijakazi kama huyo, tamam. Au dubirat, akiwa anamaanisha ma muslimatin dubirat, au pamoja na vijakazi wa Kiislamu ambao wamelimbizwa shingo. Kulimbizwa shingo kwa maana ni kijakazi ambaye yule anayemmiliki, sawa sawa, yule anayemmiliki amemwambia kwamba mimi nikifa uko huru, sawa sawa. Sasa ikiwa amekufa au kabla ya kufa, hakim anaruhusiwa kumuozesha kijakazi kama huyo. Au kutibat, akiwa na maana au wale vijakazi walioandikiwa mikataba ya kujiacha huru. Mikataba ya kujiacha huru ni vipi? Anaambiwa lete kitu fulani, tafuta kitu fulani, aidha ni pesa au chochote kama badali ya wewe nini, kuachwa huru. Kwa maana tafuta kitu kile, ukikileta hicho kitu pengine ni kiasi cha pesa au kiasi cha mazao, chochote kile basi kitu hicho kitakuwa ni kama badali ya wewe kuachwa huru, tamam. Basi kijakazi kama huyo ambaye ni mukataba, ambaye ameandikiwa mkataba, basi wali wake atakuwa ni hakim, sawa, ikiwa bado hajaachwa huru na baada pia kuachwa huru, tamam. Hakadha. Au kana aulada man kafar, au yule kijakazi ambaye amemzalia bwana wake ambaye ni si Muislamu, ni kafir, tamam. Kijakazi kama huyo pia wali wake atakuwa ni hakim, tamam. Ndani huko zitashereheshwa vizuri hizi sura, tutaona, tamam. Akasema Sheikh, fasuratul ula, basi sura ya kwanza, mimma, miongoni mwa zile ambazo, fasuratul ula, basi sura ya kwanza, mimma, miongoni mwa zile sura ambazo, yuzawiju, anaozesha, fiha, katika sura hizo, alhakim, hakim, adamul wali, ni kuto kuwepo wali, hissan. Sasa hissan kwa maana kwa kuto onekana kabisa, ndo akafasiri akasema bi an lam yakun laha waliyun aslan, kwa kuto kuwa na wali huyo mwanamke aslan kabisa. Bi an lam yakun laha waliyun aslan, kwa kuto kuwa na wali huyo mwanamke moja kwa moja. Au shar'an, au kisheria. Kisheria ni vipi? Yupo wali lakini kuna vizuizi vinavyomzuia yeye kupata sifa ya uwali, ndio akasema bi an yakuna fihi mani'un, kwa kuwepo fihi, kwa huyo wali, mani'un, kizuizi, min sigharin, kizuizi ambacho ni utoto, kwa maana bado mtoto mdogo hajafikia baligh, au jununin, au kizuizi ambacho ni wenda wazimu, au safahin, au kizuizi ambacho ni nini, ni safahin. Safahin maana ni upumbavu au upuuzi, ndio yule alimubadhiru limali, tamam, mtu mwenye kutumia vibaya mali zake anaitwa mpumbavu mtu huyo, au mpuuzi, tamam. Hakadha. Kwa hiyo au safahin, au upuuzi, au upumbavu. Au nahwiha, au mfano wa hivyo, mfano wa hivyo tumevisoma kule nyuma, asharatun sawalibul wilaya, tamam. Hakadha. Kwa hiyo basema au nahwiha, kwa maana anakusudia vile tulivyovisoma nyuma kule. Wala waliya ab'adu minhu, na wala hakuna wali wa mbali, minhu, kwa wali huyo, kwa maana hakuna wali anayemfuatia kidaraja wali huyo, basi katika sura hiyo ataozesha nani? Ataozesha hakim, tamam. Ikiwa kuna wali ambaye ni ab'ad, kwa maana wali anayemfuatia kidaraja, basi ataozesha huyo wali anayemfuatia kidaraja, lakini ikiwa hayupo ataozesha hakim, tamam. Hakadha. Athania, sura ya pili, faqdul wali, faqdu alwali, sawa, kukosekana wali, kukosekana wali. Kaan ghaba, kama kuwa yuko mbali, amepotea, aonekani, sawa. Kaan ghaba walam yu'lam mautuhu wala hayatu, kaan ghaba, kama kuwa yuko mbali, yani tuseme ametoweka, tutumie lugha hiyo. Kaan ghaba, kama kutoweka wali,
kaan ghaba, kama kutoweka wali, walam yu'lam mautu, na ikawa hakujafahamika kufa kwake, wala hayatu, wala kubakia kwake hai, kwa maana ametoweka tu katika njia ambayo nini, aidha njia ya wazi kama kusema mimi nasafiri, sawa, lakini baada ya kusafiri tukakosa mawasiliano na yeye, tukawa tumpate kabisa, miaka inakwenda hatujui yuko hai mtu huyo au amekufa, au kutoweka katika njia ya kutatanisha, pengine yamepotea tu, kawaida yake ni kila siku anarudi nyumbani, lakini siku ya hakurudi, na ndio ikawa ndo ntolee, yani moja kwa moja hakurudi tena, tamam, hakurudi tena, basi katika sura kama hiyo ataozesha hakim, tamam. Mfano wake mtunzi wa kitabu chetu hichi tumesoma kule mwanzo kwamba alitekwa na wale wa komunisti, tamam. Sasa kama hivi, kama sura kama hivi alitoweka yeye, haikujulikana kwamba bado yuko hai au tayari ameshakufa, sawa, kwa wakati huu, lakini kwa sasa hivi kufa kwake kupo wazi, tamam. Japokuwa si kwa hakika, lakini kufa kwake kupo wazi. Kwa sababu gani? Tayari alishakuwa na familia na baadhi ya watoto wake, mmoja ameshafariki, sawa sawa, mpaka wajukuu zake pia wapo waliofariki, sawa sawa. Juzi tu hivi kuna mjukuu wake mmoja amefariki, tamam. Kwa hiyo sura yake ni kama vile mtunzi wa kitabu chetu hichi, yeye alitoweka, sawa. Sasa wakati kama ule pale, miaka inakwenda, sawa, kama mfano angekuwa na binti kisha hana wali anayemfuatia kidaraja, basi libidi hakim ndo anamuozesha, tamam. Hakadha akaendelea kusema Sheikh, athalithatu, sura ya tatu, ihramul wali bilhaji au al-umra, kuhirimia wali ibada ya hija au umra. Kuhirimia kwa maana kuingia, sawa sawa. Sahihan kana au fasida, sahihan kana, hiyo ibada ya hija au umra iwe ni sahihi, au fasidan, au iwe imeharibika, iwe ni sahihi au iwe imeharibika, sawa sawa. Haruhusiwi kuozesha kwa wakati huo mpaka amalize ibada hiyo, tamam. Unajua ibada ya hija ni tofauti na ibada nyingine. Ibada ya hija hata kama ikitokea imeharibika inabidi uitimize, kwa maana inabidi uikamilishe, sawa. Pengine ulikuwa mwanzoni mwa ibada hiyo ikatokea ikaharibika, kisheria inabidi uitimize na uikamilishe, kwa maana uendelee mwanzo mpaka mwisho, tofauti na ibada ya swala. Ibada ya swala ikiharibika hapo hapo inabidi ukatie udhu tena, au inabidi uanze mwanzo tena, tamam. Lakini ibada ya hija ikiharibika unakwenda mbele, hakuna kurudi nyuma. Kwa sahihan kana au fasida, sawa sawa, hiyo ibada ya hija au umra iwe ni sahihi au iwe imeshaharibika, tamam. Kwa maana ikitokea imeharibika katikati kama hujaikamilisha, basi pia kama ni wali wewe haufai kuozesha. Kwa sababu gani? Tayari uko ndani ya ibada ya hija, na ibada ya hija hata kama ikiharibika inabidi uendelee, umalizie mpaka mwisho, unayafanya yale yote kama wanavyofanya wale ambao nini, hija zao ni sahihi, tamam. Hakadha. Kwa hiyo katika sura kama hiyo basi ataozesha nani? Ataozesha hakim. Arabia, sura ya 4, al-adhlu, kujizuia wali, wa huwa haramu, na uko kujizuia ni jambo la haramu, sawa sawa. Na sio haramu tu, baadhi ya ulama wakasema al-adhlu yufassiqu al-waliya, sawa sawa. Al-adhlu yufassiqu al-waliya, kitendo cha kujizuia kuozesha kinamtia katika ufasik wali, idha takarrara maratin wa asarra alayhi, ikiwa kitendo hicho kitajirudia zaidi ya mara moja, wa asarra alayhi, na wali akang'ang'ana na kitendo hicho, tamam. Ikitokea wali amejizuia mara nyingi, sawa, na akang'ang'ana na kitendo gani? Akang'ang'ana na kitendo cha kujizuia, basi anahukumiwa kuwa ni fasik, na wali unahama unaenda kwa anayemfuatia kidaraja, tamam. Ikiwa yupo anayemfuatia kidaraja, basi moja kwa moja atasimamia ndoa hiyo hakim, tamam. Kwa hiyo al-adhlu, kujizuia, wa huwa haramu, na uko kujizuia kuozesha kwa wali ni kitendo cha haramu. Wadhalika, na uko kujizuia kwenyewe,
bi an tad'u albalighatu alaqila ila kufun, ni kutaka yule binti ambaye ni baligh na mwenye akili, ila kufwin, kutaka kuolewa na mwanaume ambaye ni kufi yake. Wayamtani'u alwaliyu min tazwijiha, na wali akajizuia kumuozesha, akasema sitaki, au asiseme lakini akaonesha kuwa hataki. Tamam. Lakini ni vipi? Anasema Sheikh, wala budda min thubutihi inda alhakimi bibayinatin, na hapana budi kuthibiti uko kujizuia kwa wali inda alhakim, kwa hakim, bibayinatin, sawa sawa, kwa ushahidi. Kwa maana vipi? Binti asiende kusema tu baba yangu amezuia kuniozesha, atoe ushahidi mbele ya hakim, sawa, na huo ushahidi uthibitishe kwamba yeye kweli amejizuia. Tamam. Ndio akasema wala budda min thubuti inda alhakim bibayinatin, na hapana budi lithibiti hilo la kujizuia wali kwa hakim, bibayinatin, kwa ushahidi. Au imtinaihi min atazwiji, au kujizuia wali kuozesha bihudhuri alhakim, katika sehemu ambayo hakim pia hamehudhuria, baada amrihi lahu bidhalika, baada amrihi lahu, baada ya hakim kumuamrisha huyo wali bidhalika, kuozesha. Hapo sasa hakuhitajiki nini? Hakuhitajiki ushahidi. Kwa sababu gani? Wali mwenyewe yupo sehemu hiyo, sawa, wali ameshafika sehemu hiyo, na wali yani hakim. Tamam. Afwan, hakim mwenyewe ameshafika sehemu hiyo, na wali anaambiwa aozeshe. Anaambiwa nani? Anaambiwa na hakim, muozeshe binti yako, sawa. Akijizuia hapo hakuhitaji ushahidi tena, ni moja kwa moja hakim anaozesha. Tamam. Kwa hiyo mwanzo ni binti anapeleka mashtaka kwa hakim kwamba mimi nimepata mume ambaye ni kufi yangu, sawa sawa, ambaye ni kufi yangu, na nikawaambia mzee wangu niozeshe, lakini yeye hataki, amejizuia kuniozesha. Hapo kunahitajika nini? Ushahidi, ushahidi wenye kuthibitisha hilo. Tamam. Na kisha sura ya pili ni hakim amehudhuria ile sehemu ambayo wali yupo, kisha akaambiwa muozeshe huyu binti yako, sawa. Wali akajizuia, hapo hakuhitajiki ushahidi, ni moja kwa moja hakim ataozesha. Tamam. Hakaza akaendelea kusema alkhamisatu, sura ya tano. Lakini kabla tujaingia katika sura ya tano, tuangalie kwanza masharti ambayo ile al-adhlu, ile hukumu ya kujizuia kuozesha wali inapatikana. Kwa maana kule kujizuia wali kuozesha kunapatikana kwa masharti mangapi? Masharti ambayo tutayataja hapa. Anasema Sheikh, walhasil anna al-adla la yahsul illa bishurutin, na kilichofahamika ni kwamba kule kujizuia kwa wali kuozesha, la yahsul, hakupatikani illa bishurutin, isipokuwa kwa masharti maalum. Kwa maana ili wali azingatiwe kuwa amejizuia nini kuozesha, kuna masharti maalum inabidi apatikane hayo. Tamam. Yasipopatikana hayo, azingatiwe kuwa amejizuia. Tamam. Hakadha, sharti la kwanza, an tad'uwa ilayhi almar'atu, kwa maana an tad'uwa almar'atu ila nikahi, ni yule binti kutaka kuolewa, kwa maana mwenyewe amesema mimi nataka niolewe. Tamam. Sharti la pili, an tad'uwa ila kuf'in, atake kuolewa na mwanaume ambaye ni kufi yake, kwa maana mwanaume ambaye anaendana naye kwa hadhi yake na mazingira yake. Tamam. Sharti la tatu, an takuna balighatan, huyo binti awe amefikia baligh, isiwe bado hajafikia baligh kisha sema nataka niolewe na huyu wali akajizuia, eti akazingatiwa kwa amejizuia. Hapana, sawa sawa. Ikiwa hajafikia baligh, sawa sawa,
wali hazingatii kuwa amejizuia. Tamam. Kwa hiyo antakuna balighatan, awe binti ni baligh, kwa maana amefikia baligh. Antakuna aqilatan, na binti awe ni mwenye akili. Sawa, binti awe ni mwenye akili, kwa maana binti akiwa ni mwenda wazimu au ana akili lakini akadai hilo wakati wa kuwa ni mwenda wazimu, yani yule tunakusudia yule binti ambaye mwenda wazimu wake ni mutaqatti'. Tamam, mwenda wazimu wake ni wenye kujikatakata, kwa maana sometime anakuwa mzima, sometime anakuwa ni mwenda wazimu. Sasa akidai madai ya kuolewa katika hali ya kwenye mwenda wazimu, wali akajizuia, hapo wali hazingatii kuwa ni mwenye kujizuia. Tamam. Kwa hiyo antakuna aqilatan, na binti ni mwenye akili, kwa maana si mwenda wazimu. An yakuna man da'at ilayhi muayyana, an yakuna awe man yule ambaye kwamba da'at ilayhi, binti ametaka kuolewa na yeye, muayyanan, awe ni mtu ambaye maalum, yeye mwenyewe amemwainisha kwamba fulani ndio nataka nioe, akamtaja kwa jina hasa, pengine fulani ndio nataka nioe, kisha wali akajizuia, basi hapo wali atazingatiwa kuwa ni mwenye kujizuia. Tamam, hakadha. Lakini pia uko kujizuia masharti ni hayo matano. Tamam. Lakini pia ulama wanasema huko kujizuia hakuthibiti isipokuwa kwa moja kati ya mambo mawili. Sawa sawa, kwa maana al-adlu yathbutu bi ahadi amrayni, kujizuia kuna thibiti kwa moja kati ya mambo mawili, kwa maana yakipatikana, yani likipatikana moja kati ya haya mawili, wali anazingatiwa kuwa amejizuia. Jambo la kwanza, imtina'uhu min at-tazwij, kujizuia kuozesha. Sawa sawa sawa, akasema siozeshi sawa, hakadha. Jambo la pili, sukutuhu bihadhrati al-hakim, sukutu kukaa kimya wali bihadhrati al-hakim, baada ya kuwa amehudhuria sehemu aliyopo wali nani, hakim. Bihadhrati al-hakim, baada ya kuwa hakim amehudhuria sehemu aliyokuwa wali, kwa maana baada ya kuwa hakim ameenda ile sehemu ambayo wali yupo, baada amrihi bihi, na baada ya kuwa nini, hakim amemuamrisha wali kwamba muozeshe binti yako, basi akinyamaza yule wali, sawa, baada ya nini, hakim kuwa amemfuata alipo na akamwambia muozeshe binti yako, wali akinyamaza, basi nini, hakim ataozesha moja kwa moja, na kule kujizuia kutakuwa nini, kumethibiti. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hayo ndiyo masharti matano ya kuzingatiwa kuwa wali amejizuia. Lakini pia hayo mambo mawili yakipatikana, aidha moja au yote, ndio wali atazingatiwa kuwa nini, yani kule kujizuia ndio kuna thibiti. Tamam, kuna masharti matano, kisha kuna mambo mawili ambayo kupitia mambo hayo ndio kuna thibiti nini, kujizuia kwa wali. Kwanza ajizuie kuozesha, kwamba sitaki kuozesha, baada ya kupatikana ya masharti mangapi? Matano. Tamam. Jingine ni hakim kumfuata wali alipo, akamwambia muozeshe binti yako, akakataa, basi hapo kuna thibiti nini, kujizuia kwa wali. Tamam, hakadha. Lakini pia baadhi ya ulama wakasema ikiwa ndoa yenyewe ni nikahu tahlil, nikahu tahlil ni ile ndoa ya kuhalalisha. Ndoa ya kuhalalisha, ndoa gani? Ndoa kwamba mume alimuacha mkewe kwa talaka 3. Sasa kisheria ili amuoe tena ni huyo mwanamke aolewe na mtu mwingine. Sasa aolewe na mtu mwingine, kisha amswibu, kwa maana afanikiwe kumwingilia, sawa, lakini pia amuache. Akimwacha mume ndio nini, ataruhusiwa kumuoa tena. Sasa ikiwa imetokea nikahu tahlil, ndoa ya kutaka nini, kuhalalisha ndoa nyingine, yani mtu anaoa kwa kutumwa na mtu kwamba muoe fulani, kwa sababu gani? Mimi nishamwacha talaka 3 yule, siruhusi kumuoa mpaka olewe na mtu mwingine, kisha mtu mwingine huyo amuingilie, sawa, kisha amuache. Sasa nakuomba wewe umuoe yule mwanamke, sawa, kisha umuingilie, kisha umwache, mimi ni muoe tena,
hiyo inaitwa nini? Nikahu tahlil. Sasa ulama wakasema itakapokuwa ndoa ni nikahu tahlil, ni ndoa ya kutaka kuhalalisha ndoa nyingine, kisha wali akajizuia akasema sitaki kumwozesha binti yangu ndoa hiyo, basi hapo baadhi ya ulama wakasemaje? Wakasema kwamba nini? Hazingatiwi kuwa ni mwenye kujizuia, kwa maana yule wali hazingatiwi kuwa ni mwenye nini? Ni mwenye kujizuia. Tamam. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Si ndoa ya kawaida, ni ndoa ya kutaka nini? Kuhalalisha ndoa nyingine. Kwa kuna baadhi ya ulama wakasema akijizuia katika ndoa kama hiyo, ndoa gani? Nikahu tahlil, basi hakim hazingatii kuwa ni mwenye kujizuia. Lakini kauli yenye nguvu ambayo ni kauli ya Shihabuddin Ar-Ramli na kauli ya Ibn Hajar Al-Haytami ni kwamba nini? La budda an yuzawijaha maadama ar-rajulu kuf'an laha. Tamam. La budda an yuzawijaha maadama ar-rajulu kuf'an laha. Hapana budi baba amuozeshe binti yake maadamu yule mtu ambaye anakuja kumuoa kwa nini? Ndoa ya kuhalalisha ndoa nyingine, maadamu mtu huyo atakuwa nini? Atakuwa ni kufi ya binti yake. Sawa sawa? Sawa. Kwa hiyo al-Imam Shihabuddin Ar-Ramli na al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami wakasema vipi? Hata kama ni ndoa ya kuhalalisha ndoa nyingine, kwa maana nikahu tahlil, basi hapana budi wali amuozeshe binti yake ikiwa yule mume anayekuja kumuoa ni kufi yake. Kwa hiyo hatakiwi kujizuia, na akijizuia atahukumiwa kuwa nini? Amejizuia. Tamam. Hakadha. Kwa kuna baadhi ya ulama wamejuzisha hilo, akasema akijizuia katika ndoa kama hiyo hazingatiwi kuwa ni adhil, kuwa ni mwenye kujizuia. Sawa sawa? Adhil ndio mwenye kujizuia. Tamam. Lakini al-Imam Shihabuddin Ar-Ramli na al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami wakasemaje? La budda an yuzawijaha maadama ar-rajulu kuf'an laha, hapana budi huyo wali amuozeshe binti yake muda au maadamu yule mume atakayekuja kumuoa kwa ndoa ya kuhalalisha ndoa nyingine ni kufi yake, kwa ni kufi ya binti yake. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo akaendelea kusema al-khamisatu, jambo sura ya 5 al-khamisatu, sura ya 5, safarul wali, kusafiri wali, ila masafati qasrin, kusafiri umbali wa kupunguza swala, fa akthara, na zaidi ya umbali huo, bikhilafi ma, kinyume na vile ambavyo, idha kana dunaha, itakapokuwa safari iko chini ya masafa ya kupunguza swala, fala budda min idhnihi, hapo hapana budi hapana budi ndoa iozeshe kwa ruhusa yake. Tamam. Kwa maana wali akisafiri umbali wa kupunguza swala na zaidi ya umbali wa kupunguza swala, hapo ataozesha hakim. Sawa sawa. Lakini akiwa yuko chini ya masafa ya kupunguza swala, kwa maana amesafiri lakini umbali wake haujafikia umbali wa kupunguza swala, hapo hata kama hatorudi kwa wakati huo, hatopatikana kwa wakati huo wa kuozesha, basi hapana budi ipatikane idhni yake. Kwa maana hakim atafanya juu chini apate idhni ya wali. Sawa sawa. Aruhusiwe ndio aozeshe, hataozesha moja kwa moja. Lakini ikiwa baba, kwa maana wali iwe ni baba, mjomba, kaka, tamam. Lakini ikiwa wali, ikiwa nini? Ikiwa wali amesafiri safari ya umbali wa kupunguza swala, basi katika ndoa kama hiyo ataozesha nani? Ataozesha hakim. Tamam. Lakini pia kuna ulama wengine wakasema kwamba itakapokuwa wali wa karibu, wali wa karibu, tunaposema wali wa karibu ni ule wali wa kwanza katika daraja za mawali. Itakapokuwa wali wa karibu amesafiri safari ya kupunguza swala, kuna safari yenye umbali wa kupunguza swala, wali hautohamia kwa hakim, bali tantaqilu ila al-ab'ad, utaenda kwa yule anayemfuatia kidaraja. Baadhi ya ulama wamesema hivyo. Tamam. Kwa hiyo wewe sasa
unaweza kutumia njia zote mbili. Unaweza kutumia kwamba yani unaweza ukahukumu kwamba uwali utahamia kwa anayemfuatia kidaraja au uwali utaenda kwa hakim. Tamam, hakadha njia zote zinaswihi. As-sadisa, sura ya 6, habsul wali ni kuzuiliwa wali, kwa maana wali kuwa yupo wapi? Kizuizini. Ma man'i nasi, pamoja na kuzuiliwa watu, minal wusuli ilayhi, kumfikia wali. Sawa sawa. Ikiwa katika hali kama hiyo watu hawawezi kumfikia wali baada ya kuwa wali yuko wapi? Kizuizini, basi wali yani uwali, tamam, basi uwali utahamia kwa hakim. Tamam, kwa maana katika sura kama hii ataozesha nani? Ataozesha hakim. Sura gani? Sura ya kuwa wali yupo kizuizini na watu hawawezi kumfikia. Tamam, basi uwali moja kwa moja utahamia kwa hakim. Wa illa akimaanisha wa illa, na ikiwa watu wataweza kumfikia. Sasa ikiwa watu wataweza kumfikia wali, fali uwakil, basi amuwakilishe mtu mwingine, kwa maana wali amchague mtu mwingine kuwa ni wakili wake. Sawa sawa. Si watu wameweza kumfikia, basi ikiwa watu wataweza kumfikia katika sura kama hiyo, hatoozesha hakim, bali yule wali atawaambia wale watu ambao wameweza kumfikia kwamba namuwakilisha fulani aozeshe. Tamam. Au yaqid fi mawdhi'i sijni, au atafungisha ndoa huyo wali aliyepo kizuizini, fi mawdhi'i sijni, katika ile sehemu yake ya wapi? Ya gerezani. Tamam. Kwa hiyo ikiwa amewekwa kizuizini, kizuizi ambacho watu hawawezi kumfikia, basi moja kwa moja ataozesha hakim. Tamam. Na ikitokea watu wameweza kumfikia, basi atamuwakilisha mtu mwingine, atawaambia wale watu waliomfikia kwamba namuwakilisha fulani aozeshe. Tamam. Au ndoa ikafungwe pale pale kizuizini alipo. Tamam, hakadha. As-sabi'a, sura ya 7, tawarihi bimaana ikhtifaihi kullama tuliba minhu aqdu nikah. As-sabi'a, tamam, sura ya 7, tawarihi, kujificha wali, bimaana, kwa maana ikhtifaihi, kwa maana ya kujificha kwake wali, kullama tuliba minhu aqdu nikahi, kila anapotakiwa kufungisha mkataba wa ndoa. Sawa sawa. Ikiwa wali anajificha kila anapotakiwa kufungisha mkataba wa ndoa, basi wali utahamia kwa hakim. Tamam. Vipi? Anafuatwa, bwana binti yako anataka kuolewa na mtu fulani. Sawa sawa. Mara paka potea siku 2 3 haonekani, au wiki nzima haonekani, kisha baadaye ndo anakuja. Akija anajikausha kimya, anakaa kimya kama hakuna kilichotokea vile. Akifuatwa tena atafuta safari, anaondoka. Yaani sawa sawa, ndicho kinachokusudiwa hapa. Tamam, hakadha. Kwa sabiatu tawarihi bimaana ikhtifaihi kullama tuliba minhu aqdu nikah. Athamina, sura ya 8, ta'azzuruhu, kutia uzito wali. Ta'azzuruhu, kutia uzito wali katika nini? Katika kuozesha. Tamam. Wakasema athamina, sura ya 8, ta'azzuruhu, kutia kwake uzito, ai akimaanisha alwali, kutia uzito nani? Wali. Bimaana, kwa maana annahu, hakika yake huyo wali, bimaana, kwa maana annahu, hakika yake huyo wali, kullama tuliba minhu alaqdu, kila atakapotakwa afungishe mkataba wa ndoa, wa'adahum bilhudhur, anawapa ahadi ya kuwa sawa, nitahudhuria kufungisha ndoa, walam yusarrih bil'adli, na wala akuweka wazi kule kujizuia kwake, yani hajaweka wazi kujizuia, kasema tu sawa nitakuja kuozesha, ai al-imtina. Tamam, hapo nafasiri maana ya al-adl, ya al-adli. Tamam, ndio kasema walam yusarrih bil-adli ai al-imtina, na wala hakuweka wazi al-adli, ai akimaanisha al-imtina, hakuweka wazi kule kujizuia. Tamam. Basi katika sura kama hiyo ataozesha nani? Hakim, kwa maana wali utahamia kwa hakim. Lakini shekhe akatia nukta akasema, wala budda min thubuti kullin
min at-tawari wat-ta'azzuz 'inda al-hakim bibayinati, na panabudi kuthibiti kullin, kila kimoja, min at-tawari, ambacho cha kwanza ni at-tawari, wat-ta'azzuz, na cha pili ni at-ta'azzuz, 'inda al-hakim, kwa hakim, bibayinatin, kwa ushahidi. Tamam. Kwa maana watu wasiende kusema kwa hakim watupu, wapatikane ushahidi. Tamam, kuthibitisha kwamba nini, bwana fulani amejizuia. Wa ila huna antahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-afwa minkum.